Je, umewahi kufikia katika maisha siku moja umekuwa na changamoto, shida kubwa, umejaribu mbinu zote, umejaribu kuwaelezea watu, kuomba msaada katika njia zote na hawakupata kukusaidia, kiasi ya kwamba tu maombi pekee ndiye ikaja kuwa suluhisho? Ikiwa ndio, ni mara ngapi unaomba Mungu? Maisha yako ya maombi ikoje? Je, unaomba kila unapoamka asubuhi, kabla ya kula chakula unaomba? Ama maombi yako ni ya dharura tu, sio kwamba umepangilia, huna muda pengine kwa ajili ya maombi? Maombi unaichukuliaje katika maisha yako ya kila siku? Ndiyo inakuwa ni silaha lako la mwisho baada ya kujaribu mahali pote, ama ndiyo kimbilio ya kwanza wakati umekabiliana na changamoto? Na kukaribisha kwenye somo la 7 linalozungumzia maombi ya vitendo. Maombi ya vitendo. Fungu la ukariri kwenye Zaburi 62:8. Zaburi 62 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Fungu hili la kukariri ni aliko kwa ajili yangu na wewe, ili kwamba tuwe tukimkimbilia Mungu katika hali zote, kwa sababu yeye ndiye kimbilio letu. Na utakimbia kwake namna gani? Ni kupitia maombi. Ni pale ndipo tunaweza kumkimbilia. Mpendwa, je, umejua uzito na nguvu ya maombi kiasi ya kwamba umekuwa katika mojawapo wa vikundi vya maombi mahali ambapo unaishi? Umekuwa na groupe de prière? Ikiwa ndiyo, ni jambo nzuri. Nadhani kwamba unaweza kushuhudia mema ambayo umeyapata kupitia nguvu ya maombi ambayo unaiomba kwa kipekee, ama unaiomba pamoja na wengine katika kundi lako la maombi. Inakuwa ni kitu kizuri sana. Maombi ni uhusiano wa kudumu kati yetu sisi ambao ni matawi na Yesu ambaye ni mzabibu. Ikiwa unataka kuwa na kustawi, lazima kuendelea kuteka ute ama sap na lishe kutoka kwa mzabibu ulio hai, kwa maana tukiwa tumetenganishwa na mzabibu hatuna nguvu yoyote. Sisi ni matawi na tunatakiwa tuunganishwe kwa mzabibu, na hivi tutaunganishwa kupitia maombi. Kwa muda wote ambao tunakuwa mbali na Yesu, kwa maneno mengine, mahali kila dakika tukiwa mbali na Yesu, hatu katika uhusiano wa karibu naye kupitia maombi, tunakuwa hatuna nguvu yoyote. Hata hapa mwandishi anasema hii ni baraka ya maombi ya kudumu. Mungu hutusikia na yeye hujibu kila mara kwa wakati wake na kwa njia yake kamilifu, ingawa si mara zote kwa njia ambayo tunaweza kutarajia. Tunaweza kumwomba Mungu na ajibie kinyume ya jinsi tulitarajia, lakini katika dapre tu anakuwa amejibu. Hebu juma hii tunajifunza watu wengine wanaoomba katika Biblia, na tunafikiria njia za vitendo za kuimarisha maombi katika maisha yetu ya kila siku. Na kuombea mpendwa, ili kwamba Mungu akusaidie uwe mtu wa maombi. Jua ya kwamba maombi inatusaidia katika vitu vingi sana. Jaribu kuombea lile shida lako ambalo umeliombea kwa muda mrefu na halijapata suluhisho. Jaribu kuliombea, na sio tu kuliombea peke yako. Unaweza kujiunga na mtu mwingine, 2 watatu, mkifanya kundi ndogo ya maombi. Mtaona atakachokifanya Mungu. Hata sisi, ikiwa inakupendeza, unaweza kushare pamoja na sisi tatizo lako kupitia namba yetu ya simu ama kwenye comment. Tutaendelea kukuombea kila mara tunapoomba. Sio tu tutaendelea kuombea, hata mimi nahitaji maombi. Unaweza pia kuniombea ili kwamba Mungu aendelee kututumikisha kikamilifu na kutujaza na Roho wake Mtakatifu siku hizi za mwisho. Je, ni kusudi lako kujiunga pamoja nasi kwenye somo hili la maombi ya vitendo? Ikiwa ni kusudi lako, nitakaribisha kwenye somo la siku ya kwanza, Elia kuomba katika mgogoro. Siku ya pili ni wakati maombi yanapoonekana kutojibiwa. Siku ya tatu ni Yesu anatufundisha jinsi ya kuomba. Siku ya 4 ni sifa, kuungama, maombi na shukrani, na siku ya 5 ni maswali mengine kuhusu maombi. Baadaye tutakuja kwenye siku ya kujifunza zaidi. Basi tuwe na ombi. Baba mtukufu, asante kwa kutuonyesha nguvu ya maombi, na kwamba kila mara tunapokuomba wewe uko tayari kutujibu. Unaweza utujibu kinyume na jinsi tulivyotarajia, lakini jibu unalolitoa ndilo sahihi kwa ajili ya uwepo wetu. Tunakutumainia. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji na changamoto zake katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kusambazia somo hili kwa watu wengine, ili kwamba pamoja tupate kubarikiwa. Karibuni.